Baada ya ukimya wa muda mrefu wa tajiri wa klabu ya Young Africans kwa maana Khalid Said Mohamed yani GSM, sasa ameamua kutoa makucha yake na kutoa kauli nzito kwa klabu ya Young Africans kuhusu kocha mpya wa timu hiyo. Ni nani? Je, hao ambao nazungumzwa ndo hao ama vipi? Nipo na taarifa. Lakini kwanza subscribe Off Pitch TV uyapate yale mengi ya kimichezo. Mimi naitwa Yusuf Katalambula, the voice of miracles. Lakini unao nafasi ya kutangaza biashara yako na Off Pitch TV kwa kutucheki kwa namba ya simu ya 0711659593. Sasa tuende sambamba nikupe taarifa kuhusu kocha mpya wa klabu ya Young Africans. Muda wowote kutoka sasa makochi meupe ya Young Africans yanaweza kukaliwa na kocha mpya kwa zoezi la utambulisho wake. Timu iko chini ya kocha mkuu wa muda Patrick Mobedi, raia wa Malawi ambaye amerithi nafasi ya Romain Folz aliyefunguliwa mlango wa kutokea baada ya kuisha kwa mchezo dhidi ya Silver Strikers kule Lilongwe. Hivi sasa Young Africans wanatumia jiwe moja kulenga ndege wawili, ambapo kwanza wana mpango wa kuisambaratisha timu ya Silver Strikers kutoka Malawi ili kufuzu hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika. Lakini pili, wanaendelea na mchakato wa kocha mpya. Hapo awali makocha wengi wa kigeni wamehusishwa na nafasi hiyo, lakini Young Africans haikuwahi kutoka hadharani kusema chochote, kwani ni utamaduni wao kuendesha mambo kwa siri mpaka pale yanapoiva. Kundi la kwanza kuhusishwa na Young Africans ni kundi la makocha waliowahi kufanya kazi na klabu hiyo, wakiwemo Miguel Gamondi wa Singida Black Stars, Nasreddine Nabi yani Jobless kutoka Kaizer Chiefs, Sid Ramovich pamoja na Hamid Milud ambaye pia amefutwa kazi na klabu ya Ismailia. Lakini wote hao hadi sasa hawapo kabisa kwenye mipango ya timu yao. Kundi la pili limehusisha kocha wa timu ya taifa ya Madagascar, Lamouldi Lakatoladrabe, ambaye iliwahi pia taarifa kuvuja ya kwamba alifika mpaka nchini Tanzania kuchangamkia dili hilo. Hata hivyo, kutoka sasa muda wowote Young Africans wanaweza kumtangaza kocha mpya ambaye atawavusha kwenda nchi ya ahadi. Meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Young Africans yani Ali Kamwe amethibitisha kuwa mechi yao dhidi ya Silver Strikers itasimamiwa na Patrick Mobedi, lakini wako mwishoni kukamilisha suala la ujio wa kocha mpya. Patrick Mobedi atasimama kuiongoza kikosi cha Young Africans kwenye mchezo wao dhidi ya Silver Strikers kutoka Malawi, lakini suala la ujio wa kocha mpya limeshafika mwishoni. Alisema hivyo Ali Kamwe. Najua mna shauku ya kutaka kumjua, lakini naweza kuhakikishia kwamba ndani ya siku hizi 3 tu kutakuwa wazi kuhusiana na ujio wa kocha mpya, aliongea Ali Kamwe. Yanga ilimuondoa Romain Folz kufuatia na pressure kubwa ya mashabiki kutokana na kutoridhishwa na mbinu zake uwanjani. Taarifa kuhusu kufukuzwa kwake zilipotiwa muda mrefu, lakini zilipata nguvu zaidi baada ya mchezo wao dhidi ya Mbeya City ambao Young Africans ilipata sare bila kufungana, yani bila kwa bila, na baadaye wakaenda kufungwa na klabu ya Silver Strikers katika michuano ya kufuzu hatua ya makundi ya CAF Champions League. Hivyo basi ilikuwa ni tiketi tosha kwa kocha Romain Folz kuweza kutimuliwa na klabu ya Young Africans. Kwa hiyo wale ambao mlikuwa mnaamini kwamba huenda akawa Nasreddine Nabi ama Miguel Gamondi ama Sid Ramovich, basi mlikuwa mkijidanganya. Wao Young Africans hawapo huko kabisa. Lakini nikasema nifike mbali kama Off Pitch TV ili niwape taarifa njema watazamaji wangu, basi nikajaribu kudadavua ni kocha gani ambaye wapo hatua za mwisho. Nimepata taarifa zake. Unajua anaitwa nani? Jina lake kamili anaitwa Joao Paul Mota Mario. Hilo ndio jina lake. Amezaliwa tarehe 16 ya mwezi wa 9 mwaka 1966. Ana umri wa miaka 59. Amezaliwa huko Lisbon nchini Portugal. Mifumo yake ambayo anatumia ni 4-2-3-1, lakini anasimamiwa na Arab Africano. Hawa ndio ambao wanamsimamia, yani ni
manager ambaye anamsimamia wana kampuni ambayo inamsimamia kocha huyu. Karia yake kama mchezaji ilianza mwaka 1984 mpaka 1985 kwenye timu ya Sporting Lisbon chini ya umri wa miaka 19. Sporting Lisbon inajulikana timu ambayo wamepita wachezaji wengi sana. Amepita Victor Gyökeres wa klabu ya Arsenal the Gunners, amepita Bruno Fernandes, amepita Rafinha, Matthew Cunha na baadhi ya wachezaji wengi wamepita katika timu hiyo. Lakini msimu uliofuata akaenda katika klabu ya Neo Madeira akiwa bado ana umri wa miaka 19, kwa maana alianza soka katika timu chini ya miaka 19, lakini yeye alikuwa na miaka 13. Lakini baadaye akaenda katika klabu ya Sporting, akadumu hapo kwa msimu mmoja. Baadaye msimu uliofuata akaenda klabu ya Olvas ya huko nchini Ureno. Baadaye akaenda katika klabu ya Neo Madeira ya huko nchini Ureno. Msimu uliofuata akaenda katika klabu ya Reiria ya huko nchini Ureno. Baadaye akaenda katika klabu ya Roletano ya huko nchini Ureno. Timu nyingine ambayo pia amepita baada kutoka hapo ni Montijo ya huko nchini Ureno. Akaenda katika klabu ya Torrense ya huko nchini Ureno, na baadaye pia akaenda katika klabu ya Camara Robos ya huko nchini Ureno, na baadaye pia akaenda klabu ya Beja ya huko nchini Ureno. Na alipofika msimu wa mwaka 1999 akaenda katika klabu ya Ragaboa, na hapo ndipo ambapo akastaafu rasmi msimu wa mwaka 2000. Kwa hiyo soka lake alianza 1984 na kumaliza mwaka 2000 ndio amemaliza soka lake rasmi. Lakini unaweza kuona kwamba hajawahi kucheza nje ya taifa la Ureno kwenye karia yake ya uchezaji. Karia yake kama kocha ilianza msimu wa mwaka 2007 mpaka 2009 katika klabu ya CS Farense chini ya umri wa miaka 17, na baadaye ilipofika msimu wa mwaka 2009 mpaka 2010 akapandishwa kutoka Farense ya chini ya miaka 17 akaenda kufundisha Farense chini ya miaka 19, na ilipofika msimu wa mwaka 2010 aliaminiwa na kupewa timu ya wakubwa kama kocha msaidizi ya timu hiyo Farense. Na baadaye baada ya kujipata msimu wa mwaka 2011 akaenda katika klabu ya Hata, inaitwa Hata Club. Alikaa hapo kama kocha mkuu. Nyota iliendelea kung'aa baada ya kufanya vizuri na kuama katika taifa hilo na kwenda kufundisha klabu ya Aparecidense akiwa kama kocha msaidizi huko nchini Warabuni, na baadaye akaenda katika timu ya Diba El Hisni kama manager mkuu 2014 huko Warabuni. Msimu wa mwaka 2016 mpaka 17 alikuwa kocha mkuu wa klabu ya Al Kharrej ya huko nchini Saudi Arabia, na baadaye akaenda kufundisha timu ya vijana chini ya miaka 20 katika klabu ya AD Guardiosi. Alidumu hapo kwa msimu mmoja tu. Ilipofika msimu wa mwaka 2018 akaitwa kuifundisha timu ya Portuguese chini ya miaka 20 kama kocha mkuu. Alidumu hapo kwa msimu mmoja, na baadaye msimu wa mwaka 2019 alienda katika klabu ya Rio Branco AK kama kocha mkuu iliyopo huko nchini Brazil. Lakini nyota njema iliendelea baada ya kurudishwa katika taifa la Saudi Arabia akiwa kama kocha mkuu wa timu ya taifa ya Saudi Arabia chini ya miaka 20. Alidumu hapo kwa msimu mmoja, na baadaye akaenda katika klabu ya Rio Branco AC kama kocha mkuu, timu ambayo alikuwa mwanzo. Akarudi tena baada ya kufundisha kwa msimu mmoja tu taifa la Saudi Arabia chini ya miaka 20, na baadaye msimu wa mwaka 2021 alienda katika klabu ya Tigres RG kama manager mkuu, na ulipofika msimu wa mwaka 2022 akaenda katika klabu ya Botafogo FC ya nchini Brazil. Wengi tunaijua timu hii Botafogo. Na baadaye sasa akaanza kulitawala soka la Afrika baada ya kwenda nchini Sudan katika klabu ya Al Hilal Omdurman
msimu huo mwaka 2021 alikuwa kocha msaidizi, na baadaye timu hiyo ilivyoachwa na aliyekuwa kocha mkuu muda huo, yeye akapewa kama kocha mkuu msimu wa mwaka 2021-2022. Alianzia katikati ya msimu, alicheza mechi 6 tu kama kocha mkuu, na baadaye akaenda katika klabu ya DC Motema Pembe ya huko nchini Kongo. Alikuwa kocha mkuu msimu wa mwaka 2022-2023, na baadaye klabu ya Juventus CS, sio hawa wa Italy, bali hawa wapo huku Afrika ya huko Magharibi. Alikuwa hapo kama manager, alidumu hapo kwa nusu msimu tu, na baadaye akarudi huko Saudi Arabia katika klabu ya Al Hussein Sports Club kama kocha mkuu. Alidumu hapo kwa msimu mmoja, yani 2023-2024, na baadaye akaenda katika klabu ya Al Jabalain akiwa kama kocha mkuu. Alidumu hapo kwa nusu msimu tu, na baadaye Sudani wakamuita kama team candidate wa timu ya taifa ya Sudani. Hivi baadaye yeye alifanya vizuri katika taifa hilo la Sudani. Alidumu hapo msimu mmoja tu, baada ya machafuko kutokea kwenye taifa hilo, basi naye aliondoka, alienda katika klabu ya Al Tadamon Sports Club ya huko nchini Qatar. Alidumu hapo kwa msimu mmoja, na msimu uliofuata alienda katika klabu ya Al Hussein Sports Club akiwa kocha mkuu, na baadaye akaenda katika klabu ya Saham Club akiwa meneja mkuu. Alidumu hapo kwa msimu mmoja, na baadaye akaenda Al Ittihad. Ndipo hapo ambapo alifanya vyema mpaka hivi sasa yupo hapo katika klabu hiyo, na inasemekana yupo tayari kuvunja mkataba kujiunga na klabu ya Young Africans. Kwa hiyo unaweza ukaona ni aina ya kocha gani, lakini wakati anacheza nafasi yake kama mchezaji alikuwa ni defender, kwa maana alikuwa ni beki huyo. Miongoni mwa makocha ambao walikuwa ni mabeki na baadaye kuja kupewa timu kuaminiwa ni pamoja na Vincent Kompany ambaye kwa hivi sasa ni kocha wa klabu ya Bayern Munich. Je, una maoni gani kwa kocha huyu? Unahisi ataivusha klabu ya Young Africans? Unao nafasi ya kushare nasi kwa kudondosha komenti yako hapo chini, lakini kubwa zaidi subscribe Off Pitch TV uyapate yale mengi ya kimichezo. Unao nafasi ya kutangaza biashara yako nasi kwa namba ya simu ya 0711659593. Tupo hapa kukufahamisha na kukujuza yale mengi ya kimichezo. Mimi naitwa Yusuf Katalambula. Asante kwa wote ambao tayari mmesha subscribe na mnayapata yale mengi ya kimichezo. Nawe unao nafasi ya kushare nasi kwa kudondosha komenti yako hapo chini kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kwa kocha mkuu wa klabu ya Young Africans, ambaye tumeambiwa ndani ya siku 3 atakuwa tayari kutangazwa baada tu ya kutamatika kwa mchezo wao dhidi ya Silver Strike ya huko nchini Malawi. Bye bye mpaka wakati mwingine tena. Mimi naitwa Yusuf Katalambula, the voice of miracles. Bye bye.